Naam, uhali gani mtazamaji wa Nyikani TV. Niendelee kukushukuru tena na tena kwa kuwa pamoja nami katika nyakati zote. Lakini pia niendelee kuwashukuru wale ambao tunawasiliana, kwa maana ya baadhi wananipigia simu, wengine wanatuma message, wengine wanatoa comment, yani maoni yao kwenye comment selection. Wengine tunakutana ana kwa ana, ninapata mrejesho, kitu ambacho kinanitia moyo, kwa sababu kujisemesha kwangu si suluhisho la kila jambo, lakini ninafanya haya ili angalau watu wengine pia ambao wamejawa na vitu kifuani waweze kupumua. Kama ujuavyo, taifa letu kwa sasa hali ilivyo, watu wengine wengi wamejawa na vitu moyoni, na tukumbuke na inajulikana kwamba kuwa kimya, silence, ni jambo baya sana kuliko kuzungumza. Na ndio maana muda mwingi na muda wote ninasisitiza tuzungumze. Kwa nini? Kwa sababu kuzungumza kunaleta watu kupumua. Hivyo natumia platform hii kujizungumzisha kwa niaba ya watu wengine. Najizungumzisha kwa niaba ya watu wengine. Baadhi ni maoni yangu, baadhi ni maoni ya watu ambao wanazungumza chini chini, wanazungumzia kwa pani. Hivyo ninaona angalau katika vile ninavyoweza kuzungumza watu wawe wanapumua. Sasa nikualike kwenye jambo la msingi sana la kumshukuru Mungu kwa kutuacha, kwa kutukumbatia nasi leo katika historia ya siku ya leo tuwe hai, kwa sababu yeye ndiye anaamua. Watu wengi, kama ilivyosema Biblia kwamba mna hila ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini shauri lake Mungu ndilo linasimama. Naomba nikualike tuombe. Mungu wetu uliye mwema, Mungu wetu unayetujua vema, umesema heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tufanye nasi kuwa wapatanishi kwa namna yoyote ile ambayo wewe unaweza kuifanya, kwa sababu sisi ni wanadamu tu, hatuwezi lolote, bali wewe ukiamua sisi tunaweza. Tupe upatanishi, tupe kibali, tupe ndimi zilizookoka, zilizonyoka. Tuwe faraja kwa watu wengine, tuwe faraja kwa taifa letu. Mungu, simama nasi sote. Amen. Nakushukuru kwa kuwa pamoja nami katika jambo hili la kumshukuru Mungu kwa haya machache. Leo tutasimama katika neno moja tu ambalo linasema kwamba uaminifu. Ni neno moja tu linasema uaminifu. Kwa nini tunasema uaminifu? Leo nimeona kwamba tuzungumze ama nijisemeshe, lakini nawe utafakari. Nimeziona zipo dalili nyingi tu za wananchi kuto kuamini viongozi, kutoamini taarifa za serikali. Jambo hili kwangu mimi ninaona likiendelea, wananchi kutowaamini viongozi na kutoamini taarifa za serikali, huko tuendako hatutakuwa salama. Ushauri wangu, moja, sisi viongozi tujitafakarishe. Jambo la kwanza, tujifunze kuwa wakweli na ukweli unaoonekana kwa wananchi. Jambo la pili, tujifunze kutenda haki. Haki si kuisema tu, bali inayoonekana. Kila mmoja binafsi, lakini pia kwenye mifumo yetu.
tuache ama kupunguza propaganda. Jambo la tatu ninaloona ni shauri, niwaombe sana viongozi, ili kupunguza hali ya wananchi kutowaamini viongozi na kutoamini taarifa za viongozi. Turekebishe mifumo yetu ya uchaguzi ama demokrasia, lakini tusiache kuwajibika na kuomba radhi pale tunapokosea. Waswahili wanasema kwamba mtu yeyote anayeomba radhi anapokosea ni mtu imara sana, na mtu yeyote ambaye haombi radhi anapokosea na ni makosa ya wazi ni mtu dhaifu sana. Uaminifu. Hili ndilo neno langu la leo, na naomba kila moja atafakari. Kama ni upuuzi ubaki kwangu, kama ni jambo la maana lichukuliwe na kufanyiwa kazi ikiwapendeza. Karibu na nawatakia wakati mwema.